Hello wapendwa, tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata blouse ya pande sita, ambapo hichi ni kitambaa nachokwenda ukitumia ikiwepo na lining pia. Kwa nitakwenda kukunja mara mbili kwanza ili niweze kutoa kipande cha katikati. Kwa hiyo hapo nimehakikisha na inchi 4 za dasi na inchi zingine za ziada kama inchi 5, kwa nimekunjia hapo. Nitaanza kuchora vipimo vyangu kama ifuatavyo. Nitaka tepi yangu juu, halafu nitapima sehemu ya ziwa ambapo ni kwenye 10.5, ili nitaka kwenye 11. Chini ya ziwa ni kwenye 13.5, nitaka kwenye 14. Halafu nitapima hafu ina 16, nitaka kwenye 16.5. Halafu nitapima urefu wa blouse ambao ni 23, nitaongeza inchi 2, itakuwa kwenye 25 hapa hivi. Kwa hiyo huu ni mstari wangu wa ziwa. Huu ni mstari wangu chini ya ziwa, na huu ni mstari wangu wa hafu, yani sehemu ya tumbo, na huu ni urefu mzima. Nitaanza kwa kupima inchi 4 ya dati, chini ya dati, chini ya dati. Nitanyosha mstari kuanzia hapo mpaka huku juu mwisho. Baada ya kunyosha huu mstari, nitakwenda kuchukua tepi yangu, nitakwenda kupima kwa huku bega nitapunguza kama inchi 1.5. Ukumbuke ziwa lake hapa ni inchi 3, kwa hiyo nimepunguza inchi 1.5 huku, ambao ni nusu ya inchi 3 hapa. Naweka alama, alafu nitarudi hapa ndo katikati ya ziwa, kwa hiyo nitapanda kama nusu inchi hivi, halafu nitaunganisha mstari wangu kutoka kwenye hiyo nusu inchi mpaka huku juu ambako nimepima inchi 1.5. Baada hapo hapa ni chini ya ziwa na penyewe nitapunguza 1.5, yani nusu ya 3. Nikisha punguza hivyo, na hapa chini ya na sehemu ya hafu nitapunguza inchi 1.5, nitaunganisha. Halafu nitatengeneza ziwa langu namna hiyo. Ziwa halitakiwi liwe mstari ulionyoka, kwa nitatengeneza kiduara fulani chenye umbo la ziwa kama mnavyoona nafanya hapo. Na baada ya hapo sasa, kwa huku chini nitakwenda kuongeza inchi ambazo nitazimwaga. Nataka tu isimwage sana, kwa hiyo nitaweka kama inchi 3.5. Kama unataka imwage zaidi unaweza kuweka 4 mpaka 5. Kwa hiyo nitaunganisha kwa namna hiyo. Baada ya hapo wapendwa, nitakwenda kukata, lakini kumbuka tumechora moja kwa moja kwenye kitambaa, tujatumia pattern. Kwa hiyo nitakapokwenda kukata, sitokata moja kwa moja nilipochora, nitakuwa naacha kama kinusu inchi kwa ajili ya kushonea. Basi hii tuliyokata nitakwenda kuiweka pembeni, na baada ya hapo nitakwenda kukunja tena mara mbili. Hello wapendwa, tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata blouse ya pande sita, ambapo hichi ni kitambaa nachokwenda ukitumia ikiwepo na lining pia. Kwa nitakwenda kukunja mara mbili kwanza ili niweze kutoa kipande cha katikati. Kwa hiyo hapo nimehakikisha na inchi 4 za dasi na inchi zingine za ziada kama inchi 5, kwa nimekunjia hapo. Nitaanza kuchora vipimo vyangu kama ifuatavyo. Nitaka tepi yangu juu, halafu nitapima sehemu ya ziwa ambapo ni kwenye 10.5, ili nitaka kwenye 11. Chini ya ziwa ni kwenye 13.5, nitaka kwenye 14. Halafu nitapima hafu ina 16, nitaka kwenye 16.5. Halafu nitapima urefu wa blouse ambao ni 23, nitaongeza inchi 2, itakuwa kwenye 25 hapa hivi. Kwa hiyo huu ni mstari wangu wa ziwa. Huu ni mstari wangu chini ya ziwa, na huu ni mstari wangu wa hafu, yani sehemu ya tumbo, na huu ni urefu mzima. Nitaanza kwa kupima inchi 4 ya dati, chini ya dati, chini ya dati. Nitanyosha mstari kuanzia hapo mpaka huku juu mwisho. Baada ya kunyosha huu mstari, nitakwenda kuchukua tepi yangu, nitakwenda kupima kwa huku bega nitapunguza kama inchi 1.5. Ukumbuke ziwa lake hapa ni inchi 3, kwa hiyo nimepunguza inchi 1.5 huku, ambao ni nusu ya inchi 3 hapa. Naweka alama, alafu nitarudi hapa ndo katikati ya ziwa, kwa hiyo nitapanda kama nusu inchi hivi, halafu nitaunganisha mstari wangu kutoka kwenye hiyo nusu inchi mpaka huku juu ambako nimepima inchi 1.5. Baada hapo hapa ni chini ya ziwa na penyewe nitapunguza 1.5, yani nusu ya 3. Nikisha punguza hivyo, na hapa chini na sehemu ya hafu nitapunguza inchi 1.5, nitaunganisha.
halafu nitatengeneza ziwa langu namna hiyo. Ziwa halitakiwi liwe mstari ulionyoka, kwa nitatengeneza kiduara fulani chenye umbo la ziwa kama mnavyoona nafanya hapo. Na baada ya hapo sasa, kwa huku chini nitakwenda kuongeza nchi ambazo nitazimwaga. Nataka tu isimwage sana, kwa hiyo nitaweka kama nchi 3.5. Kama unataka imwage zaidi unaweza kuweka 4 mpaka 5. Kwa hiyo nitaunganisha kwa namna hiyo. Baada ya hapo wapendwa, nitakwenda kukata, lakini kumbuka tumechora moja kwa moja kwenye kitambaa, tujatumia pattern. Kwa hiyo nitakapokwenda kukata, sitokata moja kwa moja nilipochora, nitakuwa naacha kama kinusu inchi kwa ajili ya kushonea. Basi hii tuliyokata nitakwenda kuiweka pembeni, na baada ya hapo nitakwenda kukunja tena mara 2. Nitakwenda kuichukua hii, nitaiweka hapa. Baada ya hapa tutakwenda kukata. Namna hiyo. Kumbuke tuliacha juu inchi 1 ipate iwe 25. Ya kuna moja huko ipo juu ambayo tukipunguza. Kwa hiyo hii mistari irudishe. Hapa nimekata video isiwe ndefu kwa sababu kitambaa kilipelea. Kwa hiyo nitakwenda kukata kwanza kimoja kama ifuatavyo. Nitakikunjua ili nikate kimoja, afu na kimoja nitatoa kopi. Nyingine tutakitoa kopi. Baada ya kufanya hivyo, tutarudi sasa kuchukua vipimo vyetu. Hii tepe yangu jamani, tuhesabu hapa inaanzia kwenye 2. Kwa hiyo tuwachanganye sana. Tukipima hapa tuna 5.5. Tunaacha hii nusu inchi, tunaanzia kwa hapa hivi. Hapa hivi. Kwa hiyo tuseme tuna 4.5. Kwa hiyo hapa tuna 3.5. Kwa hiyo kama tuna 3.5, ikumbuke kifua chetu ni 38. Kwa hiyo kama ni 38 inatakiwa iwe 9.5. Kwa hiyo kama ni 9.5, na hapa tumesema tuna ngapi? Tuna 3.5. Kwa hiyo kama tuna 3.5 tunaitoa nje hapa. Alafu tunapima hiyo 9.5 iko hapa. Alafu tunaongeza na inchi 3. Inchi 2.5 za kushonea. Inchi 2.5 ziko hapa. Irudi tena hapa. Tutapima tuna ngapi? Hapa tuna 2.5. Tuna 3.5, kwa hiyo ni sawa na 2.5. Alafu sehemu ya tumbo chini ya ziwa na 34. Kwa kama ni 34 ni 8.5. Kwa hiyo kama 8.5 tunatoa sasa huko. Tunatoa hiyo 2.5 tunaitolea hapa. Alafu tunapima 8.5. 8.5 iko hapa. Alafu tutaongeza hizo inchi 2 za kushonea hapa. Tunarudi tena hapa. Hapa itakuwa ni vile vile. Ngoja tupime. Hapa ni 2.5 ile ile. Kwa hiyo tunaitoa tena hiyo 2.5, tunapima 8.5. 8.5 iko hapa. Alafu tunaongeza 2.5 za kushonea hapa. Kwa tutaunganisha hapa hadi hapa na hapa hadi hapa. Unaona? Tutaunga mpaka kufikia ndani yetu namna hiyo. Na hapa tutaushusha mpaka kufikia. Baada ya kushusha, nchi ambazo tuliziongeza huku ambazo zilikuwa ni za kumwagia 3.5, na huku tunaziweka hizo. Yaani hizi hapa. Nitamwaga nazo hizo. Baada ya kupima ile
kule chini. Tunazirudisha hapa. Nitakwenda kukata. Kwa hiyo hii itabidi tutoe kopi kingine ili viwe viwili, lakini kabla hatujafanya hivyo, tutakwenda kwanza kukata kipande cha nyuma. Ya nyuma tutafanya vile vile, tutaachia inchi moja huko juu, tutaachia moja, namna hii. Alafu tutapima kwenye 10.5 sehemu ya ziwa, kwenye 16 sehemu ya hafu, na 25 na 25 hapa. Hiyo. Alafu huku tutaachia sehemu ya zipo, tutaachia sehemu ya zipo namna hiyo. Vile vile tutapima inchi 4 za dati. Mpaka huku chini ya dati. Tunashuka nayo mpaka chini. Baada ya hapo tunaipima hiyo 3.5. Alafu tunaimwaga. Kumbuka nyuma hakuna sehemu ya nyonyo. Tutakata vya pembeni. Tutakunja sehemu ya zipo. Kifua ni 9.5, lakini hapa tulitoa inchi 4. Kwa hiyo tutatoa hizo 4, tutapima 9.5
9 iko hapa, alafu tutaongeza inchi 2.5 za kushonea hapa. Hapa pia tulitoa 4, kwa tutatoa hizo 4, tutapima 8.5 iko hapa, alafu tutaongeza hizo 2.5 za kushonea hapa. Kwa hiyo hii inaonyesha mpaka chini, lakini hii tutaonyesha mpaka juu na huku hivi tutapima hizo inchi 3 zetu na nusu hapa. Tutakata kwa hiyo hapa kitakachofanyika, tutakwenda kuviunganisha vipande vyetu hivi. Hivi ni vya katikati, tutaunganisha hiki na hiki, alafu hivi vitaungwa humu na kingine kitaungwa huku, sawa, lakini tutakatia na lining.